Karibu mpenzi mtazamaji kwenye habari zetu za runinga ya Kibu, ikiwa imetimia mwendo wa saa 1 saa zetu za Afrika Mashariki. Jina langu Zen Maluki. Na mimi Gabriel Odhiambo. Vidokezo. Sababu ya kwanza ni ukosefu wa kazi. Ukosefu wa ajira nchini umelazimisha vijana kujihusisha na kilimo ili kujikimu kimaisha. Wakulima katika eneo la Bonde la Ufa wazika ukulima wa banjani chai katika kaburi la sahau. Miezi 5 imepita tangu sherehe za madaraka kuandaliwa katika kaunti ya Bungoma. Je, sherehe hiyo ilibadilisha maisha ya wenyeji? Ni miezi 5 sasa tangu kaunti ya Bungoma kuandaa sherehe ya kuadhimisha miaka 61 tangu Kenya kupata uhuru. Sherehe iliyoandaliwa katika uwanja wa michezo wa Masinde Muliro, Kandui, ilisheheni ahadi kochokocho kutoka kwa Rais William Ruto, ikiwemo kuendeleza ujenzi wa uwanja wa Masinde Muliro. Ila miezi 5 baadaye, ni yapi yanayoendelea? Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Shadrack Ayo. Tarehe 1 mwezi wa Juni, kaunti ya Bungoma ilikuwa wenyeji wa sherehe ya kuidhimisha miaka 61 tangu nchi kupata uhuru. Makaribisho katika uwanja wa Masinde Muliro yalikuwa ya kufaana, kwani mgeni mtarajiwa alikuwa mtu mashuhuri aliyewaletea wenyeji minofu, kwani walikuwa wamechoka kuguna mifupa kutoka ardhini hadi hewani. Mambo hapa yalikuwa mageni hata kwa wenyeji. Walichokifahamu kilikuwa kicheko tu cha mgeni. Mko nayo? Kwani walikuwa wameizoea wakati wa kampeni. Ila miezi 5 baadaye, yepi yanayoendelea kati ya zile ahadi alizowaahidi wenyeji? Ahadi kuu ilikuwa kujenga uwanja wa mchezo wa Masinde Muliro hadi kiwango ambacho kimedhihirishwa na muungano wa soka duniani. Hapa Bungoma pia tumeweka stadium ya kimataifa hapa. Nimeweka milioni 600 na tutakamilisha hiyo stadium. Ujenzi unaoendelea na kiwango kikubwa kimemalizika. Naye rais alirejea katika uwanja huo kuikagua. Rais pia alifutilia mbali deni takriban bilioni 110 ambayo viwanda vya sukari vimekuwa navyo kwa zaidi ya miaka 40. We have written off Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories debts accumulated over the last 40 years. Jambo ambalo limefufua viwanda vinavyopatikana magharibi mwa Kenya, vikiwemo Nzoia, Mumias, Kabras na Chemelil. Katika juhudi zake za kuinua mji wa Bungoma hadi mji mkuu, rais alifungua ofisi ya uhamiaji itakayohudumia wenyeji kutoka magharibi mwa Kenya. Mimi nikitoka hapa naenda hapa town, naenda kufungua ofisi ya immigration. Nyinyi watu wa Bungoma hakuna haja tena ya kwenda Nairobi kutafuta passport. Akaahidi kuendeleza ujenzi wa uwanja wa ndege wa Matulo. Pia pale katika Matulo tumejenga pale airport mpya. Matatizo kidogo ni kwamba hatuna ardhi ya kutosha. Nimekubaliana na Governor Lusaka ya kwamba yeye atanunua ardhi na mimi na serikali kuu tutaongeza runway na kujenga terminal. Japo ujio wa rais ulileta mazuri, ugeni wake pia uliacha machungu, kwani aliamrisha ubomozi wa viumba vilivyokuwa katika shamba la serikali, ikiwemo ile ya gavana wa zamani Wycliffe Wangamati na duka kuu la Khetias. Shadrack Ayo, kaunti ya Bungoma. Kutokana na hali ngumu ya maisha, vijana katika eneo bunge la Rarieda, kaunti ya Siaya, wamejikita katika ukulima wa nyanya na mboga ili kukidhi mahitaji yao. Mwanahabari wetu David Otieno ana usuli wa mambo. Katika kaunti ya Siaya, eneo bunge la Rarieda, vijana wameamua kujitoza kwenye kilimo wa nyanya na mboga kama njia ya kujiajiri. Wanasema ukosefu wa kazi umeshinikiza kupata njia mbadala ya kujikimu mahitaji yao. Hiyo hapa
kijana mmiliki wa shamba hili la nyanya. Haya, unaweza tueleza kwa majina unaitwa nani? Mimi Ambrose Otieno. Mimi mkulima. Na unaweza tueleza ni kwa nini uliamua kuingia katika ukulima, na hivi tunaona uko na umri mdogo? Sababu ya kwanza ni ukosefu wa kazi. Sasa hapa iko karibu na maji, naweza fanya hii ukulima kwa urahisi. Na ukiangalia hili shamba lako, unaona inaweza kukutolea manufaa kiasi gani? Yaani mazao inaweza kuwa ya kiasi gani? Mazao ya hapa ikiwekwa kwa pesa inaweza kuwa mazao ya shilingi 10,000. Na kama kijana mkulima, ni changamoto zipi zinazoambatana na hii shughuli yako, na ni jinsi gani utakayopenda zitatuliwe? Kwanza ni zinakula pia hizi nyanya. Alafu pili ni ukosefu wa bei. Tuseme ukosefu wa soko. Ukosefu wa soko mzuri. Na ungependa zitatuliwe kwa njia gani? Sasa kwanza hizi nyanya tunaweza kwa ni nyingine tumesema chama. Sasa tunaweza uza pamoja, alafu pesa ikue pamoja, alafu hiyo ni soko pia tuinue ikue sisi ndio tunaendelea. Na tukimalizia, ungependa kuhimiza vijana wenzako ambao hawana kazi na wanatoka katika eneo hili wafanye nini? Kwanza wanaweza anza hii ukulima, waingie kwa mtu waanze nayo, alafu watoe yao pia. Asante Bwana Ambrose. Ni matumaini yangu kwamba shamba yenyewe iko sawa. Asante sana. Hapa nilipo ni shamba lake Bwana Ambrose. Tofauti na vijana wenzake ambao wanashinda wakilalamika ukosefu wa kazi, yeye ameamua kujitosa katika ukulima wa nyanya na mboga. Anasema hii ukulima wake umemsaidia kulipa karo, kujiendeleza kimaisha. Na nasema kuwa hii ukulima kwanza imerahisishwa kwa kuwa kuna maji ya Ziwa Victoria iko hapa karibu, imemsaidia kwa kuendeleza ukulima wake. Nikiripotia runinga ya Kibu, jina langu ni David Otieno. Eneo la Bonde la Ufa linajulikana sana kwa kilimo cha majani chai, ila kwa sasa mambo yamebadilika, huku wengi wa wakulima kutoka eneo hili wamegura ukulima wa majani chai na kuzama kwenye ukulima wa parachichi. Mwanahabari wetu Nathaniel Kiplagat hana mengi. Kilimo sio bora, ukulima ni ukulima bora. Mmea wa parachichi umepewa wakulima wengi mapato mazuri ukilinganishwa na mimea mengine katika nchi ya Kenya. Hii sio parachichi ya kawaida, bali ni ile iliyounganishwa au twasema grafted, ambao hukaa miaka 3 ili kukua na kuzaa matunda. Matunda ya huu mti kilo moja ni shilingi 120. Kilo ya haya matunda ni matunda 3 tu, huzaa kwa mwaka mara 3 ukilinganishwa na ile ya kienyeji inayozaa kwa mwaka mara 2. Parachichi hili hupelekwa nchi za ng'ambo ili kutumiwa kuunda mafuta. Hii ni dhahiri kwamba kupitia matunda haya uchumi ya Kenya itaenda kuimarika, kwa kuwa 60% wa wakulima wamepanda huu mti, kwa kuwa ina kipato cha juu zaidi. Hii ni baada ya idadi ya uzaji wake kuongezeka katika nchi za nje. Nikiripotia runinga ya Kibu, jina langu ni Nathaniel Kiplagat. Kuwepo kwa mvua nyingi katika kaunti ya Bungoma kumewawezesha wakulima kupata faida nyingi katika mapato yao. Wakulima waliongea na Timothy Karakacha ambaye ni mwanahabari wetu katika eneo hilo. Timothy na habari zaidi. Wakulima kutoka kaunti ya Bungoma wanajivunia kutokana na mazao mema. Ni baada ya mvua mingi iliyonyesha hivi majuzi. Nikiongea nao, baadhi ya wakulima walikuwa na haya kunena. Naitwa National Molo, na kwa kweli
kutokana na hii mvua yenye imekuwa mingi sana, iko na mzigo mingi sana. Kwa mfano mvua, mimi kama mkulima imenisaidia sana upande wa kupanda vitu, na pia mimea yenye sahi bado iko kwa shamba inanisaidia sana. Angalau mvua ikinyesha kila wakati mimea inakuwa vizuri sana, na pia hii mvua pia imenisaidia sana kuna harvest. Then kisha harvest natumia kazi ya nyumbani kama kuosha vyombo, kufua, ng'ombe, kukunywa. Mvua imekuwa na manufaa mingi sana. Je, kaka, ni umuhimu gani unaotokana na hii mvua mingi inayoendelea kunyesha? Naam, asante sana bwana Karakacha. Kulingana na mvua ambayo inaendelea kunyesha kwa muda huu, tunaona ya kwamba mvua imekuwa ya manufaa sana kwa mahindi ambayo tumepanda sisi kama wakulima. Unapoangalia mahindi kama hii imepata mvua ambayo imepea afya bora, utapata kwamba baadaye tukienda kuvuna tutapata mavuno ambayo ni bora zaidi. Naitwa Kevin Wasonga. Mimi unavyoona, mimi najishughulisha na kuuza vitu za simu hivi, na nilianzisha hii kitu kwa sababu cha kwanza niko karibu na university. University most of the time wanatumia hii mambo na mtandao. Sasa niliona hapa nikiweka hapa duka yangu, angalau nitawauzia sana, na pia itanisaidia pia mimi kujikimu kimaisha. Kwa mfano duka, mimi cha kwanza inanisaidia nyumbani, siwezi kukosa chakula kula, na pia hii profit ninapata hapa naweza kuchukua maybe na invest hata kwa agriculture ama na invest kwa kitu kingine, sababu biashara ndio hata kitambo sana ni muhimu kabisa. Ripoti ya runinga ya Kivu kutoka eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma. Langu jina ni Timothy Karakacha. Kizaazaa kimeshuhudiwa katika kaunti ya Kiambu baada ya vijana waliojihami kwa silaha kali kushambulia aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akiwa kwenye mazishi. Mwanahabari wetu Omondi Tony Patrick ana mengi. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na wandani wake waliohudhuria hafla ya mazishi ya mwenda zake Erastus Nduati mnamo tarehe 28 mwezi huu kwenye eneo la Limuru walijikuta matatani kwa hali ya mguuni ponye. Wakilazimika kuchana mbuga kujiokoa baada ya kuvamiwa na genge la wahuni katika hafla hiyo ya matanga. Naibu wa rais huyo wa zamani hakupata fursa ya kuzungumza na waombolezaji baada ya wanaoshukiwa kuwa wahuni kutatiza hafla hiyo, waking'oa hema waliokaa Gachagua na washirika wake mashuhuri, akiwemo seneta wa Kiambu Karungo wa Athangwa, kuvunja viti na pia kusababisha fujo. Ghasia hizi ziliacha waombolezaji wengi wakiwa na majeraha kadhaa. Nimesimama hata sijui niligongwa na nini. Niliona mawe inaenda juu, nafikiri niligongwa na mawe nikaanguka chini. Tukio hili linajiri siku chache baada ya Gachagua kudaiwa kwamba serikali iliondoa usalama wake kwa madai ya kufadhili upinzani dhidi ya serikali. Vyanzo kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani viliripotiwa kudai kwamba Gachagua amedhamiria kuongoza uasi dhidi ya serikali na lazima aangaliwe. Fujo hizi zadaiwa kuwa ni tofauti za kisiasa kati ya aliyekuwa rais Rigathi Gachagua na wandani wake Rais William Ruto. Marehemu Erastus Nduati almaarufu Mwene wa Limuru walilazimika kusindikizwa pahali pake pa kumzika kwa haraka kutokana na machafuko haya. Nikiripotia runinga ya Kibu, langu jina Omondi Tony Patrico. Naibu wa rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua amesema kuwa kutimuliwa kwake kulifuatwa usimamizi wake wa kutetea wananchi na kwamba ni kisiasa ambako aliandamwa. Ni miaka miwili tangu Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kuchukua wadhifa kuongoza nchi takatifu la Kenya kupitia chama cha UDA walipomshinda
mpinzani wao Raila Amolo Odinga aliyekuwa anasimama kiti cha urais kupitia chama cha Azimio. Lakini ndoa yao ya kisiasa baina ya Rigathi Gachagua na William Ruto ilitengana baada ya Rigathi Gachagua kutimuliwa kwenye wadhifa wake wa naibu rais wa Kenya na seneti la Kenya. Kisinzio kikuu kuwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alikuwa mwenye ukabila na mambo mengineyo. Je, baada ya Rigathi Gachagua kutimuliwa amekuwa akifanya nini? Rigathi Gachagua katika hotuba yake ya kipekee na runinga ya NTV alidokeza kuwa atakuwa anafanya kazi na Eugene Wamalwa na Kalonzo Musyoka. Hii ikiwa ni ishara kuwa katika uchaguzi wa mwaka wa 2027 huenda Rigathi Gachagua na eneo nzima la Mlima Kenya wakaweza kuungana pamoja katika Gema ili waweze kumtimua Rais William Ruto kwenye wadhifa wa urais. Lakini hayo tutaweza kujua baadaye pindi tutakapokaribia uchaguzi wa mwaka wa 2027. Jina langu nikiripotia Radio Kivu, jina langu ni Anthony Nyamai. Karibu mpenzi mtazamaji katika habari zetu za mawimbi ya uchumi. Mimi wako Rachel Makena nami Dennis Kibet. Biashara ndogo ndogo kama vile uuzaji wa vyakula, uchapishaji wa makaratasi na utoaji wa huduma zinginezo katika chuo kikuu cha Kibabi kimekuwa cha msaada mkubwa kwa watu wengi katika kujikimu kimaisha, kama anavyoripoti Calvin Kaula. Na kwenye habari zingine ni kwamba mahakama yaitaka serikali kuthibitisha iwapo mkataba wa Adani kuhusu kukodesha uwanja wa ndege wa JKIA na usambazaji wa umeme kama kweli umebatilishwa. Tupate habari zaidi kwake Alex Mwendo. Mkataba wa Adani ulianza na mipango ya kuendeleza miundo muhimu kama vile ujenzi wa JKIA na usimamizi wa Kenya Electric Transmission Company. Zilizoonekana ni ufisadi dhidi ya Adani Group. Mwanzilishi wake Adani Gutan alishtakiwa kuwa alikuwa amehonga maafisa wa India ili kushinda mikataba kadhaa. Hatari za kifedha kuwa ungeongeza mzigo wa deni kwa walipa kodi hapa nchini, kwani kutokana na deni la umma ambalo tayari lilikuwa 70% ya pato la Kenya. Ukosefu wa wajibikaji, kwani haikuwa imeshirikisha watu wa umma katika usaini wa dili hii. Nikiripotea runinga ya Kibu TV, niite Alex Joshua. Waswahili walisema biashara ni kujifunza kila siku na mafanikio yanapaliliwa kila siku. Tunasema asante sana kwa kufuatilia habari zetu za mawimbi ya uchumi. Nimekuwa wenu Dennis Kibet nami Rachel Makena. Tupatane panapo majaliwa. Karibu mpenzi mtazamaji kwenye anga la sport. Nitebeki wa kupanda na kushuka Kelvin Chasumu. Nami hapa presenter wa kwako nambari 9 mgongoni Tobias Mapesa. Timu ya Harambee Stars ilisafiri hadi kule Afrika Kusini kwa mechi yao 2 za mwisho ili kufuzu AFCON mwaka 2025. Tupate habari mengi zaidi kutoka mwanahabari wetu Lydia Mokaya.
Timu ya taifa ya soka Harambee Stars imeondoka nchini hii leo kuelekea nchini Afrika Kusini kwa mechi ya kuwania kufuzu kwa dimba la AFCON mwaka 2025. Kikosi hicho kinajumuisha wachezaji kadhaa wanaocheza ligi ya humu nchini, huku John Avile, Duke Abuya na Anthony Okumu wakiwa baadhi ya wale wanaosakata soka nje ya nchi. Kenya italazimika kuilaza Zimbabwe siku ya Ijumaa ili kuweka uhai matumaini ya kufuzu kwa AFCON kabla ya kuikabili Namibia kwenye mechi ya mwisho Jumanne. Naam, na tukiachana na hayo, kumbuka uchaguzi mkuu wa FKF ambao umeratibiwa kufanyika mwishoni wa mwaka huu umenoa nanga rasmi, ambapo Nick Mwendwa ambaye ni katibu mkuu tena bado anang'ang'ania kinyang'anyiro hicho. Huku uchaguzi wa FKF ukiratibiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu, idadi ya wagombea 9 wamejitokeza kwenye kinyang'anyiro hicho. Wa kwanza kwenye orodha hiyo akiwa ni Sam Nyamweha, akimteua Patricia Mutheu kama mgombea mwenza. Wa pili kwenye orodha hiyo akiwa ni Sami Kembes, akimteua Evans Kadenge kama mgombea mwenza. Wa tatu kwenye orodha hiyo ni Cleophas Shimanyula, akimteua Twaha Mbarak kama mgombea mwenza. Wa nne kwenye orodha hiyo akiwa ni Tom Alila, akimteua Beryl Adhiambo kama mgombea mwenza. Wa tano kwenye orodha hiyo ni Sam Ochola, akimteua Willis Waliaula kama mgombea mwenza. Wa sita kwenye orodha hiyo ni Barry Otieno, akimteua Lucy Kageni kama mgombea mwenza. Wa saba kwenye orodha hiyo ni Chris Amimo, akimteua Anthony Makau kama mgombea mwenza. Wa nane kwenye orodha hiyo ni Hussein Mohamed, akimteua McDonald Mariga kama mgombea mwenza. Wa tisa kwenye orodha hiyo ni Doris Petra, akimteua Nick Mwendwa kama Naam, tukipapa kwenye anga za kimataifa ni kwamba timu ya Liverpool ilicharaza timu ya Aston Villa mabao 2-0, na timu ya Manchester City ilipewa kipigo cha magoli 2-1 na timu ya Brighton. Mwanahabari wetu Murunga Simiyu amelivalia njuga swala hili. Tukidunda kwenye anga za Uingereza ni kwamba vijana wa Brighton waliwanyuka vijana wa Manchester City kwa mabao 2-1, nao vijana wa Liverpool wakiwachabanga vijana wa Aston Villa kwa mabao 2-0. Kovacic. Oh, brilliant from Kovacic. Haaland's through here. Will he finish it? Yes, he does. City on top, deservedly hit the front early. Here's Mitoma. Away by Simpson Pazet, and then Lewis tries to get to it and nobody can, and João Pedro equalises. It's been coming. He's there again, João Pedro, and on to O'Reilly, there's no offside. And just as in... Towards Virgil van Dijk, who helps it on for Salah. And Liverpool all of a sudden have players up in support. There is a challenge on Salah, but it should be a chance for Darwin Nunez. It's a goal for Darwin Nunez. And Liverpool go. Nikiripotia runinga ya Kibu TV kutoka eneo bunge la Tongaren, jina langu ni Simiyu Murunga. Kufikia hapo hatuna budi ila kutia kikomo. Kumbuka unaweza ungana nasi katika muda unaofuata ili tukupashe zaidi kadri yanavyozidi kutokea katika meza yetu ya habari. Nimekuwa wako Gabriel Odhiambo na Jen Malukia.